يا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سماحة الدكتور، السادة العلماء، wazee wangu, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم. Tuko katika majlis ya tatu, ambayo majlisi yetu ya kwanza ilikuwa ni utangulizi wa kueleza umuhimu wa mada, ambayo ni mada ya mahusiano kati ya kiongozi na wafuasi kupitia al-Imamu al-Hussein alayhi salam na ashabi zake. Jana tukazungumzia aina za mahusiano, kwamba mwanadamu aishi katika hii dunia kama kiumbe wa kijamii, na kwa mujibu wa maisha ya kijamii kwapatikana mahusiano. Mahusiano yale yaanza kati ya mume na mke, khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha, kisha yakaenda kwa watoto na wazazi, kisha yakaenda kwa arham, majirani, kijiji, mji, mpaka tukafika kwenye mahusiano ya kipekee ambayo haya hayaakilishwi kwa nasaba wala ujirani wala mahusiano ya kiushirika wa kibiashara, nayo ni mahusiano kati ya wafuasi na kiongozi. Na tukazungumzia kwamba katika madrasa ya Ahlul Bait alayhimus salam, Allahumma salli ala, na kama madrasa nyingine yoyote au mfumo wowote unakuwa na misamiati yake, misamiati ambayo inabaini falsafa ya fikra zake na malengo ya fikra zake. Na ndio tukaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Uislamu na Qur'ani imetumia msamiati wa wilaya katika kuelezea mahusiano kati ya kiongozi na wafuasi na kati ya wafuasi na kiongozi wao. Na kwa kadri ya wakati ulivyonikubali jana, nilijaribu kuisherehe mabdaul wilaya inavyotaka itembee, na nikazungumzia katika athari, napitia haraka kwa sababu nataka kuunganisha mahala. Katika athari za mabdaul wilaya ni at-tarbiya ruhiya, ni kunapatikana malezi ya kiroho kati ya wali na wafuasi wake, sababu wanakuwa hawamtizami ni raisi wala ni khalifa wala ni mfalme, wamtizama ni mtu ana wilaya katika nafsi zao. Sasa katika yale malezi ya kiroho ambayo ni matokeo ya mahusiano yao na kiongozi wao, ndio nataka tuingie katika mada ya leo na kesho insha Allahu Taala, ambayo nimeiita sifatu ashabil Husaini alayhimus salam.
Allah. Lakini ni sherehe zaidi kwenye huu msingi ili tuweze kufahamu. Kuna hadithul Qudsi anaopokewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndefu, lakini najaribu kuinukuu kwa ufupi, kwamba mja lengo lake ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia chombo tunachokiita ibada. Na hizi ibada ziko aina mbili, kuna wajibat, kuna na mustahabat. Katika hii hadithi al-Qudsi yasema, ma yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya, hawati mja anajikurubisha kwangu sio tu kwa wajibat, bali kupitia ziada ya wajibat na mustahabat. Sawa, kujikurubisha kule ni kupitia sala za mustahabat, hususan salatul layl, au kupitia adhiya, au kupitia adhkari fulani, au ibadati fulani. Mwenyezi Mungu asema anajikurubisha kwangu mpaka inafika wakati mimi nakuwa ndio macho yake anayoonea, na ndio masikio yake anaosikilizia, na ndio mkono wake anaoshikia, na ndio miguu yake anayotembelea. Taban, kidogo hapa tusahihishe fikra. Haimaanishi kwamba Mungu anabadilika anakuwa macho yako, waliyadhu billah wa hasha lillah. Haimaanishi kwamba Mungu anabadilika anakuwa sehemu ya mwili wako kama mkono wako ama mguu wako. Inamaanisha kwamba wewe kupitia viungo vyako wa reflect matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana jito lako halioni isipokuwa atakacho Mwenyezi Mungu ukione. Kwa maana sikio lako halisikii isipokuwa anapotaka Mwenyezi Mungu usikie. Kwa maana mkono wako haushiki isipokuwa kile anachotaka Mwenyezi Mungu ushike. Wa hakadha miguu yako, tumbo lako, nini, kunakuwa na ile kitu kinachoitwa inikas. Na hii tunayo kwenye mifano ya maisha yetu na kwenye mithali za lugha yetu. Wazee wakinena ukifuatana na manga utanukatro, sio? Kule kwetu sana wamanga ndo walikuwa wakiuza mafuta mazuri. Ukifuatana na mtu anayenukia vizuri, na wewe utanuka vizuri. Na wakasema ukifuatana na mvuvi utanuka vumba. Na hii ndio maana manjalasa janasa katika mithali ya Kiarabu. Manjalasa janasa, anaiketi na mtu sana anatukua tabia zake. Na ndio tukaambiwa tutague marafiki wa kukaa nao, tutague marafiki wa watoto wetu, kwa sababu tabia zinaambukiza kama kuambukizwa maradhi. Sisi iliingia corona hapa, Mungu atulinde na maradhi haya. Watu wote wakavaa nini? Mask. Watu wakaachana kupanana mikono, sio? Watu wakawa wanakaa ile wanaita social distance, sio? Lakini je, tuko na social distance na maasia? Je, tuko na social distance na tabia mbaya? Je, tunazo mask za kuvaa za kutulinda sisi na maadili mabaya? Kwa hivyo ihtikak, mikwaruzano, mikurubiano, mivaano ya karibu inasababisha cha huku kwenda huku na cha huku kwenda huku, yani inasababisha kuambukizana. Na kuambukiza kunakuwa na nguvu zaidi pindi anapokuwa tarafu moja ina nguvu zaidi kuliko tarafu nyingine.
Kwa mfano leo unaambiwa watu wazima, wakongwe, watu ambao wana maradhi ya kudumu kama maradhi ya presha, maradhi ya sukari, immunity yao inakuwa nini? Inakuwa dhaifu kuliko mtu wa kawaida, kijana barobaro. Kwa hivyo wakikurubiana, huyo ni mdhaifu wa immunity na huyo ana nguvu, inakuwa kuambukiza kutoka upande huu kwenda upande huu kunakuwa na nguvu zaidi. Kwa nini nasema maneno haya? Nataka kuja kwenye fikra. Mabdaul wilaya katika natija yake ikijengeka, inakuweka karibu na hawa watu watakatifu. Si ukaribu peke yake wa kimwili. Pengine uniambie leo wako wapi maimamu hata tuwe karibu nao. La, alqurbul ma'nawi. Na ndio mtakuja kufahamu mambo mingi. Mathalan tu leo ukisoma hii aya, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Salli ala. Hadithi zimezopokewa na madhhabi mbalimbali, zote zinasisitiza kukithirisha kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri hili ni jambo halina mjadala isipokuwa kwa mtu ambaye ana ukaidi. Lakini ukijiuliza, bwana huyu mtakatifu ahitaji nini kutoka kwetu? Atapungua nini tukitomswalia? Hamna. Sala inatufanya tumkumbuke mara kwa mara. Tunapomkumbuka mara kwa mara, tunakuwa karibu na yeye. Tunapokuwa karibu na yeye, atuambukiza tabia zake. Nafikiri mnielewa vizuri sana. Na vile vile leo utaona kwetu sisi katika madhhabi yetu, kila wakati ziara. Sijui ikija jambo fulani unafanya nini? Ziara. Yaumu kadha ziara, yaumul ghadiri ziara, nisfu Shaabani nini? Ziara, Lailatul Qadri. Kwa nini? Kwa sababu wewe unaposimama kufanya ziara, unawakumbuka watu ambao hufai kuwasahau. Wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum. Kwa sababu ukiwasahau viongozi utajisahau wewe. Kuna mtu ujisahau? Utasahau malengo yako ya kuwepo hapa duniani. Na ukisahau malengo yako ya kuwepo hapa duniani, utasahau nafasi yako aliyokuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukisahau nafasi yako, utasahau majukumu yako uliopewa kuyafanya. Utapotea. Sasa ile mabdaul wala waloipata hawa ashabul Husaini alayhi salam, ikawaleta karibu na mtu kama huyu. Kupitia kuwa karibu na yeye na malezi yake, iliweza kutoa natija ya sifa ambazo ndio tutataka kuzisoma. Na hizi sifa ni madrasa muhimu sana katika maisha yetu. Na sitaki kuzungumza sifa za mmoja mmoja kibinafsi, kwa sababu kila mmoja alikuwa na sifa zake. Lakini nataka peke yake kutukua sifa ambazo ni mushtaraka bainahum. Na zile ndio zitasihi zaidi kwetu kuwa kama mfano mwema wa kuigiza. Na sifa hizi ndizo zilimfanya wali wao akanena maneno yake maarufu, fa inni la a'lamu ashaban awfa wala khairan min ashabi wala ahla baitin abarra wala awsala min ahli baiti. Alitoa certificate au amegraduate
akawapa, akasema mimi sijui kama kuna wafuasi ambao ni watekelezaji wanawafaa katika misimamo yao na ni bora kama hawa masahaba zangu. Walikuwa na nini? Kitu cha kwanza al-iman, sifa ya kwanza al-imanu rasikh billahi ta'ala. Walikuwa na imani iliyokita kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa hii ndiyo sifa ambayo ni lazima kila Muislamu anayetaka mabadiliko katika maisha yake, anayetaka mabadiliko katika jamii yake, kitu cha kwanza ifanyiwe kazi sifa hii. Hawa kwa sababu walikuwa na mu'min wa kihakika, al-Imamu al-Husayn alayhi salam, Allahumma salli, waliweza kujengeka utu wao kwa kiungo muhimu cha imani. Waweza kuniuliza kwamba kwani sote si ni mu'minun? Sisi tuna lile tamko tunalikariri, Sheikh, tunawaalika mu'minina wote leo. Naam, insha Allah sote ni nani? Ni mu'minin. Lakini al-imanu laysa kal-islam. Uislamu hauongezeki, haupungui. Uislamu ni antaqula ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Umekuwa Muislamu, ima uwe Muislamu ama usiwe Muislamu. Hakuna huyu ni Muislamu zaidi, huyu si Muislamu zaidi, huyu Uislamu wake ni mkubwa, huyu Uislamu wake ni mdogo. Hakuna. Na kwa msingi huu Waislamu wote duniani wako sawa. Almuslimu akhul muslim. Kila aliyesema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah ni nani? Ni Muislamu. Wala hatutafautiani naye katika Uislamu wetu, wala hakuna mtu aweza kusema mimi ni bora katika Uislamu wangu kuliko yeye. Kinyume na imani. Iman la. Iman ni kitu cha ongezeka na cha pungua, na kina darajat. Waumini wote si sawa. Kuna hadithi najaribu kuivuta inaosema lau alima Salman amu lau alima Abu Dhar, mmoja katika wapili, lau angejua kiliomo ndani ya moyo wa mwenzake la qatalahu. Iko hiyo hadithi, nimesahau tu ni nani katika wale wawili. Asema kwa sababu imani ya ule mmoja ni kubwa sana, kwa kiasi lau ataoneshwa imani ya mwingine ataona huyo atajawa Muislamu. Imani za watu zina nini? Kuna watu wana iman pale aliposema kuhusu Salmanul Farisi, lau kana al-imanu, iko wapi? Fi Thuraya, sio? Iko katika nyota ya Thuraya, huyu angeifikia. Daraja ya iman ilokuweko kwa Salmanul Farisi ilikuwa ni tofauti na daraja ya imani za wengine. Kwa hivyo mlango wa iman si mlango wa kuingia ukasimama. Na hapa ndipo mutapata majibu ya maswali mingi. Kuna wengine wakiingia Ramadhani mashallah wanakuwa ibadullahi almukhlasin, na kwa hakika aweza kwa muda wa mwezi akaibadilisha imani yake kutoka daraja moja mpaka daraja 70, lakini haikai, ni lazima uendelee. Ndipo pale tukimaliza mwezi wa Ramadhani, kwa sababu twajiachia, twarudi pale pale tulipotoka.
tunaanza zero. Sasa watu kama hawa walifikia katika daraja ya imani ya hali ya juu. Daraja hii ya imani ya hali ya juu ndio hii anaotuambia Mwenyezi Mungu katika suratul Hujurati, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli. Angala Mwenyezi Mungu asema ni waumini hawa. Kwa hivyo ikiwa ni waumini, si wamemwamini Mungu? Kisha amerudi tena akasema amanu billahi wa rasuli, yani kama kuna kitu kimeondoshwa hapa, yani amanu haqqan. Ni mu'minuna lakini amanu haqqan billahi wa rasulihi. Vipi utaipata haq? Thumma lam yartabu, haikutingisika imani yao, haitingisiki imani yao. Na hapa ndipo mahali ambapo tunataka tumuombe Mwenyezi Mungu atupe thabati, ndio ile Allahumma thabbitna bilqawli thabit ya mughayyir alqulub thabbit qulubana ala dinika rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kwani tumeambiwa tusome hii dua mara kwa mara? Kwa sababu kuna mahala huja ukapata mambo yakakutingisha. Tawapa mifano imetokea katika Libnani baada ya Hizbullah kuingia katika kusaidia watu wa Gaza. Lilikuja wimbi, akauliwa Said Hassan Nasrullah, Said Hashim. Ile safu ya kwanza wanasema na safu ya pili ya uongozi yote ilienda, mpaka kukatoka habari kwamba Hizbullahi imekwisha. Kuna watu walitingisika, kuna watu waliruka boma walikuwa ni mrengo huu kule Lebanon. Sitaki kutaja majina, lakini ukiwafuatilia kuna watu walikuwa kwa muda mrefu ni watu wa mrengo wa upande huu, lakini baada ya yale wakasema kwisha, wakawa wanakimbia kwa Umar ibn Saad sasa kutafuta nafasi. Sasa hapa ndipo pale inapodhihiri ile alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Wewe angalia huko katika uwanda wa Karbala mko watu 70 na upande wa pili wako watu 1030. Mara moja pale imani yaweza kutingisika, na ukaanza kutengeneza falsafa nyingi. Sasa kaanza kwamba wala tulqu biaidikum ila tahluka, ukaanza kutengeneza na aya. Sasa sisi watu 70 tutapambana vipi na watu 1030? Na Mwenyezi Mungu ametuambia wala tulqu. Lakini watu walokuwa na imani ya mabda ulwilaya wanajua Imam Hussein anaifahamu zaidi hiyo wala tulqu biaidikum. Yule amanu billahi wa rasuli. Katika sera kuna mifano mingi, watu walitingisika katika zita za Uhud. Kulipotoka sauti kutila Muhammad, roho za watu wa balaghatil sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, roho zilifika hapa. Wale wama Muhammadun illa rasulun afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay. Ndio ya mughayyir alqulub thabbit qulubana ala dinik. Hata katika maisha yetu ya kawaida duniani ni mahala pa mitihani. Kuna wakati unakuja kupambana na changamoto, huoni mlango wa kutoka, mambo yanakuharibikia, unaona giza tu, wajaribu kila mbinu, hupati suluhisho. Pale ndipo mahala pa kujaribiwa imani ya mtu. Na watu wengi huteleza kwenda kwenye mambo ya shirki na mambo mengine wakati kama ule.
kwa sababu wewe kila unachojaribu hakiwi. Sasa kidogo imani yako inaanza kutingishika kwamba Mwenyezi Mungu pengine ameniata mimi, watanijaribu kwa watu wengine, nimeomba dua sana lakini sitakabaliwi, kwa hivyo wataniachane na kusoma dua. Hapo kumeingia kitu kinaitwa nini? Irtiyab katika nafsi yako. Na ndio utawakuta watu hawa katika safari yote ile mpaka siku ya 10, mpaka wateremka kwenda kupigana, hakuna mahali utapata kwamba imani yao ilifanya nini? Ilitingisika. Na dalili wazi, nimalizane na hii nende mbele, ni pale Imam Hussein alipowakusanya usiku. Pia ilikuwa ni nafasi ile ya watu kuweza kufanya nini? Kutingishika. Akawaambia haina haja kubaki, hadha al-layl fattakhidhuhu jamalan, ondokeni. Wangeanza kusema imamu ametupa ruhusa, lakini la, takuja kusoma maneno yao baadaye. Imani ukiilelea, tutaingia sifa ya pili, inapanda, inakutukua sasa katika marhalatul yaqin. Unakuwa na yaqin sasa, ndio ile kalla law ta'lamun thumma kalla ay kalla sawfa thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Kwa sababu hizi habari za dini nyingi ni habari za ghaib, si habari ambazo ziko mbele ya macho yetu. Sisi tunaamini pepo, sisi tunaamini moto, sisi tunaamini kufufuliwa siku ya Kiyama. Bado hatujaona mambo haya. Ni habari ambazo tumezipokea kwa watu tunaowaamini, sio watu tunaowaamini, watu ambao tuna mahusiano nao kwenye msingi wa mabdaul wilaya. Lakini ukijilelea unakibadilisha kitu ambacho kiko ghaibuni, unakuja kukiona kama kiko mbele ya macho yako. Kuna watu hapa duniani wanaiona pepo. Ndio Mwenyezi Mungu alivyotuambia, si mimi ninaosema. Angalia, kalla saufa thumma kalla ilma al-yaqin. Mukifikia kwenye ilmu al-yaqin, la tarawunna al-jahim, mutauona moto wa jahannam hapa duniani kabla hamujaenda akhira. Thumma, kisha mukienda akhira, la tarawunnaha aina al-yaqin. Hapa mutauona kwa nini? Kwa ilmu al-yaqin, si kwa jito, kwa ilmu al-yaqin. Lakini siku mukifufuliwa mutauona kwa nini? Kwa ainu al-yaqin. Sasa msikilize Maulana na wa maulakum Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Asemaje katika khutbatul muttaqin katika Nahjul Balagha, alipowasifu wale nani muttaqin, alipoanza kwamba Mwenyezi Mungu amewaumba viumbe, hana haja na taa zao, fala tadhurruhu ma'siyatu man asa wala tanfa'uhu ta'atu man ataa. Akaendelea mpaka alipofika sasa usiku, fahum safuna liaqdamihim, sema wale muttaquna kihakika wenye yaqin, wao wakati wao wa mawasiliano yao ni lini? Ni usiku, ambapo kumetulia kila kitu, hakuna ria, hakuna anayekuona, uko kwenye giza peke yako, uko na ikhlas safi na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Talina likitabil, wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kisha aendelea sema fahum wal jannatu kaman qad ra'aha fahum fiha munaamun wa hum wan naru kaman qad ra'aha fahum fiha muadhabun. Asema wanaposoma Qur'ani, wakitaja aya za pepo, wao huwa wanaiona ile pepo mbele yao, sio wanaiona na wanahisi kama wako ndani wastareheshwa. Na wakipita aya ya jahannam, ya moto,
wao waiona jahannam, wayasmauna shahiqaha, wasikia paka ule mroromo wa moto wa jahannam, kama kwamba wao wako ndani ya jahannam waadhibiwa. Hii ndio darajatul yaqin waloweza kufikia ashabu al-Imam al-Hussein. Ndio siku ile wakimwambia, tumefika kwenye pepo Maulana, leo unaturegesha sisi, twaiona pepo sasa hivi mbele yetu, kwa sababu wana ilmu al-yaqin, sisi kesho twenda peponi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatwambia katika aya nyingine, alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Istoshe, sio yaqini ya pepo na moto peke yake, sio yaqini ya wali, ya kiongozi, bali alyaqinu biadalati alqadhiya allati tuharibu min ajliha. Nafikiri katika mambo ya masomo ya kisekula, upande wa mambo ya management na administration sijui na nini, munafundishwa masala ya kuweka goals. Watoto wakikutana wanaunda chama, wanasema malengo yetu ni haya, tunataka kufikia haya malengo. Suala liko hapa, munapoweka yale malengo, muna imani kiasi gani na yale malengo? Ni vile tu dasturi watu wakiandika na nyinyi mnafanya nini? Tunaandika tu. Ama haqqan nahnu nu'minu bihadhihi alqadaya, na kama ukweli tunaamini malengo haya, tuko tayari kiasi fulani kujitoa muhanga kwa malengo hayo, kwa sababu mtu anawaamini lengo takatifu na akalijenga, atakuwa tayari kufanya kitu chochote kwa ajili ya kufikia lile lengo. Na hapa tuwapata kitu kingine. Imam Hussein alayhi salam, pamoja na kwamba ni wali wa Mwenyezi Mungu na wale wameamrishwa kumtii, lakini hakukubali kutiiwa yeye kama yeye. Alitaka kutiiwa yeye kwa ajili ya malengo matakatifu, na ndiyo statement yake ya kwanza aliyotoka nayo Madina. Alisemaje? Alitangaza rasmi yeye yuwatembea kwa ajili ya kadhia gani? Innama kharajtu litalabi lislahi fi ummati jaddi. Kisha akasema mwisho, faman qabilani biqabuli lhaq fallahu aula bilhaq. Ukinikubali mimi, usinikubali kwa sababu mimi ni Husein ibn Ali, usinikubali kwa sababu mimi ni Husein ibn Fatima, usinikubali tu mimi kwa sababu mimi ni sibtu rasulillah, unikubali mimi kupitia malengo matakatifu ninayoyafanyia kazi. Na lau mahusiano ya wafuasi na kiongozi yatajengwa kwenye misingi hii, si rahisi kupata watu wakigeukana, si rahisi kupata watu wakirukana, leo kwa mrengo huu, leo kwa mrengo huu, kwa sababu hata kama tutatofautiana mimi na wewe, lakini maadamu lilotukusanya ni lengo takatifu, na bado lengo takatifu lipo, sisi ni lazima tubaki kuwa pamoja, mbali na ikhtilafu zetu za kibinafsi. Lakini unapowaona watu kwa sababu ya ikhtilafu zao tu za kibinafsi wameweza kwenda mpaka kubadilisha malengo yao na misingi yao, ni maana walikuwa hawana yaqin biadalati qadhiyatihim. Na hili ni katika maana yake.
Ukifikia yaqin, matunda yake ni nini? Napita mbio mbio. Kwanza, al-itminanu wa thabat. Sisi tunasema alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Watulia, ubabaishi. Rudi Lailatul Ashir, wasikilize qurra'u majalis al-aza wakikueleza kaifa kana al-Imam al-Husaini alayhi salam wa ashabuhu fi tilka al-layla. Kulikuwa kumetulia, husikii sauti isipokuwa yule yuwasali, yule yuwasoma Qur'ani, yule yuwamdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na itminani imewafunika nafsi zao. Ndugu zangu, kuna mambo mengine kuyazungumza hapa kwenye mimbari ni rahisi lakini yakiadia kweli mambo huwa ni mengine. Tuchukue mfano tu leo, kama watu wangelikuwa huwetewa email ya kifo. Kwa mfano tu, yani kiadia bado 24 hours una email yako unapokea, hutauliwa wala nini, utakufa kifo, yani siku zako zimekwisha. Siku wewe hata kul huwallahu utaipata? Unaweza kusoma sura zote za Qur'ani unapita miss. Nakumbuka siku moja tulipokuwa vijana zamani, Lamu ilikuwa wakati wetu wadogo, nyumba zenye TV nafikiri zilikuwa ni nyumba 4 tu zenye video. Sasa mara nyingine tukipata nafasi usiku tunahepa nyumbani, tunakwenda kuangalia video. Sasa ile nyumba tulokwenda kuangalia video, kurudi paka nyumbani ni mbali. Tumtoka kama saa 4 usiku. Tuko barobaro shekhe, watoto wa kiume kama 4. Tumefuata ile main road, haina shida. Sasa baadaye inabidi ukate kuingia nyumbani, kuna vitotoro sasa kuna zile superstition mwajua za kimijini kila mahali. Sasa njia za kutupeleka nyumbani ni 3. Kuna njia moja ilikuwa yaitwa njia ya msikiti wa Wahindi, msikiti wa Bohora. Kulikuwa kuna itikadi kwamba usiku pale kuna majini utoka. Kuna njia nyingine ya Kinooni, yasemekana kulikuwa kuna jiwe usiku lafunguka, sijui watoka kuku sijui nini, namna hiyo ya wahakadha. Sasa tukakaa kushauriana, twende hapa ama hapa ama hapa. Muhimu kuna moja tuliambiwa kuna fisi, tukaamua kupita ile ya fisi. Tukasema afadhali huyu ni kiumbe wa kawaida kuliko hawa wengine, huyu tunaweza kumkimbia ya. Sasa sijui kulikuwa ni nini, ni mtu alitufuata akatutisha. Tulipofika katikati ya ile barabara tulisikia mvumo hivi namna hiyo. Basi kuna ndugu yangu mmoja mkubwa wangu uko mbele yangu, alisoma sura 3 kwa mara moja alitanganya Yasini na Ayatul Kursi akabaki bismillahirrahmanirrahim, Yasin Allahu la ilaha illa Allah. Sijui tumeelewana. Hii ndio ile hali halisia ya mambo, hali halisia. Kizungumza tu hivi hivi. Sasa hebu nyinyi tasawarini usiku kwamba wewe ushapata hakika, email ishakuja kutoka kwa Israeli kwamba kesho ndio nini utakuwa unachoshika kinakuangukia mikononi. Hujui uandike wasia, hujui sijui useme hili, hujui. Lakini angalieni wale ashabul Husaini alayhi salam, Lailatul Ashir, washaambiwa kwamba nyinyi kesho nyote ndio kifo chenu. Tena si kifo cha kawaida, kifo cha mapanga, mishale. Uangalie ile itminan wasakina wathabat, wametulia, wasoma, wasali. Ile ni katika nini? Ni katika ile inaitwa nini? Al-yaqin. Wana hakika na wanachokitafuta, hawana shaka. Pili, katika matunda ya yaqin, ashajaa. Ushujaa si nguvu za kimwili bwana.
ingawa nguvu za mwili zina mchango katika vita, sitaki ku underrate, lakini shajaa ni sifa, ni hala nafsia inayotengenezwa na yaqini yako kuhusu unachokifanya. Wa ila Imam Ali salawatullahi wasalamuhu alayhi يوم الخندق hakuwa aqwa nnas jasadan, alikuwa shabun saghir, bado mtoto mdogo. Niombe radhi kwa Imam Ali kumuita mtoto mdogo na kusudia umri, wa illa lam yakun saghiran bal kana kabiran mundhu an kana saghiran. Wallah, na kulikuwa na kibarul qaum. Na angalia Amru bin Abdiudi ana challenge yaqin, ana challenge yaqin, asema si nyinyi munaamini munaenda peponi? Ni nani anayetaka nimpeleke peponi sasa hivi? Umeona, alikuwa hazungumzi na nguvu zao, hakuambia si nyinyi munaamini muna nguvu, ni nani mwenye nguvu atoke tupambane. Asema nyinyi si munaamini munaenda peponi, ni nani anayetaka nimpeleke peponi? Yani man lahu yaqinun falyakhruj, ana lahu ya rasul Allah. Ana lahu ya rasul Allah. Ile ndo ile marhalatu shajaa alikuja nayo, ni kwamba Imam Ali hakutoka aendao kwamba yeye ajua aenda kumuua Amr. Ametoka yeye ajua yuenda wapi? Peponi. Wa huwa mutayaqin min aljanna. Kwa hivyo katika matunda ya yaqin ni ashajaa wa adamul khawf. Tatu katika matunda ya yaqin ni al-istidadu litadhiya fi sabilillah, ni kuwa tayari kujitoa muhanga kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio Mwenyezi Mungu anatuambia innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Kuna hofu. Na hii ndio utaiona ilidhihiri wazi wazi kwa masahaba wa al-Imam al-Hussein, kwa sababu waliziuza nafsi zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika ashabi zake aitwa Sa'id ibn Abdullah al-Hanafi. Sa'id ibn Abdullah al-Hanafi. Maneno haya yamenenwa na watu wengi, lakini ni lazima tuyanukuu tuwajue na wengine. Saa zote sisi tunasikiza Zuhair, Muslim ibn Ausaja. Huyu aitwa Sa'id ibn Abdullah al-Hanafi. Huyu anena wallahi, yaqini, wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, lau alimtu, lau mimi najua ilma al-yaqin, kwamba kutiltu anni uqtal, kwamba mimi nitauawa, thumma uhya, kisha nitahuishwa, thumma uhraq, kisha nitachomwa, thumma udhra fil hawa, kisha nitarushwa vumbi langu, jivu langu kwenye nini? Kwenye hewa. Wa yuf'alu bi dhalika 70 marra, kisha niregeshwe tena, yani niuawe, nichomwe, lirushwe vumbi langu, niregeshwe tena mara ya 3, mara ya 10, mpaka mara ngapi? 70 marra. Ma faraktuka, siwezi kukuepuka ya Hussein, hatta alqa himami dunaka. Angalia ile yaqin walokuwa nayo. Katika sifa nyingine ya ashabi al-Imam al-Hussein, baada ya sifa ya 3 sasa tumesoma sifatul iman, al-yaqin. Sifa nyingine ni al-wafa. Al-wafa, katika sababu ya kuteremka ayatu dhil qurba, ile la as'alukum alayhi ajran illa almawad. Wanazuoni wa tafsiri wasema ni masahaba baadhi walikwenda kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakamwambia kazi uliotufanyia ni kubwa sana, umetuongoza, umeletea Uislamu, hakuna kitu kizuri kama hiki, tukulipe nini?
Hii ni katika aina ya wafaa. Wafaa ni kukumbuka wema uliofanyiwa na mwingine na ukatoa haki yake, hata kama ni kumwambia shukran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo akateremsha aya akamwambia, qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Kwa hivyo katika wafaa mmoja tulionayo sisi kwenye shingo yetu kumlipa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni kuwapenda ahli albayt. Na katika kuwapenda ahli albayt inamaanisha nini? Kuwatii na kuwa tayari kuwalinda ili wasidhurike maadamu sisi tupo. Na hili ndo nataka mulishike hili. Wafaa leo, ikiwa kuna mtu alikulea, pengine si mzazi wako, alikulea akakusomesha, pengine akakufikisha mahala ambapo ulikuwa hutarajiwa waweza kufika, ukawa mtu wa kutambulika duniani. Kesho lau yule hayupo au yupo, aqallul wafaa ni kuwalinda watoto wake. Aqallul wafaa. Na ndio utakuta ashabu wa Imam Hussein walikuwa wakikariri, hatuwezi kukuata hapa, tutamjibu nini Rasulullah? Madha naqulu li Rasulillah? Tumeondoka. Msikilize Abul Fadl al-Abbas, Qamaru Bani Hashim, katika maneno aliyomwambia Imam Hussein wakati pia anawaambia ondokani, awaambia lima, amwambia Imam Hussein, lima naf'alu dhalika linabqa ba'daka la arana Allahu dhalika abada. Jumla tatu tu hizi fupi. Kwanza, lima naf'alu dhalika, hebu tupe sababu ambazo zitatukinaisha sisi kubadilisha yakini yetu, tuondoke tukuate wewe hapa. Sababu gani tukuate? Kisha linabqa ba'daka, kuna maana gani sisi tubakie baada ya wewe ushaenda? Kuna maana gani ya kuishi katika hii dunia ikiwa wewe uliweza kushuhudia Imam Hussein anauliwa? Maisha yana testi gani baada ya hapo? Linabqa ba'daka, kisha asema la arana Allahu dhalika. Mungu asijalie kutuonesha hilo. Afadhali tuende sisi, ubaki wewe. Muslim ibn Ausaja pia amwambia maneno haya haya, angalia wafaa. Amwambia anukhallika, tukuache sisi, wa bimadha na'tadhiru ila Allahi fi adai haqqika, hebu tuambie kesho tukisimama mbele ya Mwenyezi Mungu tutajitetea kwa udhuru gani? Wamwambia Imam Hussein, kama ulivyotupa ruhusa kuondoka, hebu tufunze na jawabu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama akituuliza mathalan, lima takhallaitum anil Hussein, kwa nini mulimwata Hussein? Tufundishe twende tukajibu nini huko. Nini tutajibu? Wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, la ufariquka, siwezi kuepukana na wewe, hata aksira rumhi fi sudurihim, paka hili fumo langu livunjike vunjike katika vifua vyao. Walau lam yakun ma'i silah, na kama haitabakia silaha kwangu, sina chochote mkononi, laqadhaftuhum bilhijarati dunaka ya Hussein, ningepigana kwa mawe. Kile ninachopata mimi ningeshika nikafanya nini? Nikarusha kwa ajili ya kukulinda wewe ya Imam Hussein. Na ndio utawaona katika wafaa walimlinda Imam Hussein, walimliwaza al-Imam al-Hussein kila mahala, wakimpa moyo. Imam Hussein alikuwa akija akiwaita ana dhiki,
akizungumza na wao, wakimuonesha kwamba sisi tuko tayari, sisi ni wafuasi wako, sisi hata kama ni kidogo, ilikuwa ikirudi ikimregeshea bashasha al-Imam al-Hussein alayhi salam. Na bila ya shaka, ikiwa wewe ulikuwa sababu ya kutabasamu kwa Imam Hussein siku kama ile, siku ambayo ilikuwa mzito kwa al-Imam Abi Abdullah al-Hussein, siku ambayo ilikuwa hajifikirii nafsi yake, afikiria wanawake banati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wajukuu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watoto wadogo walikuweko pale. Mwisho tumalize leo katika sifa za watu hawa ni at-ta'atul mubsira, watiifu lakini sita ya kiutongo ya kufuata tu, inna wajadna abaana. La, at-ta'atul, nimeongeza sifa al-mubsira, taa ambayo inaondoka katika msingi wa kuifahamu haki, wa kumjua kiongozi, wa kufahamu malengo mnayotembea nayo. Narudia, taa ya kuifahamu haki na kumfahamu kiongozi ni nani na kuyajua malengo. Kinyume na upande ule, leo nyinyi mwaona ajabu mkielezewa sifa za Yazid kwamba alikuwa ni mtu muhuni, jitu fasik, sharibul khamr. Walikuwaje watu wakasimama nyuma yake na wakamfuata kama kiongozi wao? Ukosefu wa busara, ukosefu wa vipimo vya kupima haki. Haki sio rahisi mara nyingine kuielewa, hususa kunapokuja vitisho, hususa kunapokuja maslaha, hususa unapokuja umeshikiwa watu wako. Watu wanabadili misimamo. Kwa hivyo hawa ni watu hawakuwa wamefuata tu, na kulikuwa na grupu kubwa lilimfuata Imam Hussein kwa fikra tofauti. Huku nyuma kulikuwa si watu 70, walikuwa ni watu wengi sana. Kuna wengine walifikiri kwenda kufanywa mapinduzi, kwa hivyo wakishinda kutagawanywa keki, kama wanavyosema leo, tunaunga chama fulani kwa sababu utapata uwaziri, sio? Utapata sijui PS, sijui utapata kadhaa. Kuna watu walifuata, au wengine alal aqali watapata ghanima. Lakini kila wakisonga wakiona la mambo hapa sivyo, na mwenyewe akasema maneno yake maarufu, man lahiqa bina stashhad. Mujue mapema, atakaye kutufuata sisi huyo ni shahidi, hakuna kurudi hai. Man lahiqa bina istashhad. Hawa ni watu waliweza kumtii imamu mpaka hali yao ya mwisho. Kuna mmoja aliuliza suala, nimalizie muhadhara wangu na hapa, kwa Abul Fadl al-Abbas salamullahi alayhi. Allah, wakati ilipokuwa washauliwa masahaba wote wa Imam Hussein, ahli beiti zake wote, mpaka yeye akasimama akishika nguzo pale akisema, hal min nasirin yansuruni, hal min mughithin yughithuni. Abul Fadl al-Abbas ilimgusa hisia zake, akaenda kwa Imam Hussein salawatullahi wasalamu alayhi akimwambia, ya maulaya ya akhi, nipa ruhusa mimi niteremke. Imam akakataa, kwa sababu si kwa sababu ni ndugu yake alikubalia wengine wauliwe, ndugu yake hataki auliwe. La, ametoa watoto wake kabla yake, kwa sababu Abul Fadl al-Abbas alikuwa ni hamilu raya, nembo ya jeshi. Kulingana na zamani, yule anaobeba raya ndio anakuwa nembo ya nini?
ya jeshi, na ile ikianguka ndio jeshi limekwisha. Abul Fadhl akamshikilia, ndio mwisho akamwambia, inkana la bud, basi nenda ukawachukulie maji hawa watoto na wanawake. Abul Fadhl al-Abbas akapambana, akafaulu, akapasua jeshi, akafika katika Nahrul Furat. Kiu imemshika na atoka kwenye kupigana. Si jambo rahisi kupasua jeshi, ametumia nguvu nyingi. Kwa ile hisi ya kibinadamu, kitu cha kwanza alipofika kwenye maji aliteka nini? Aliteka maji kwa kafi yake, lakini kabla ya yale maji hayajafika mdomoni akakumbuka kwamba al-Imamu al-Hussein alayhi salam hajanwa maji, Zainabu al-Aqila bado hajapata maji, watoto wadogo mpaka atifl ar-radhi' bado hawajapata maji. Akateremsha mkono wake, maji akayamwaga. Hii ni madhhar, tabu kuifahamu mara nyingine. Hii ni madhhar katika madhahiri ya taa ya hali ya juu ya kumtii wali. Hajakatazwa kunwa maji, wala Imam Hussein alayhi salam alipomwambia nenda ukawatafutie maji hakumwambia ukifika wewe usinywe, lakini alijihukumu kihisia kwamba itakuwaje mfuasi atangulie kunwa maji kabla ya kiongozi wake. Hii ni katika ninayoizungumza at-ta'atul mubsira. Akaregesha maji na akachota maji kurudi katika nini? Katika kambi. Na angalia katika taa walivyokuwa na dika wafuasi wa kumtii Imam Hussein. Abul Fadhl al-Abbas wakati wa kurudi alipozidiwa, ilikuwa aweza kukitupa kile kiriba cha maji ili aweze kupigana na pengine ajiokoe, arudi afike kambini yuko salama, lakini angerudi bila ya nini? Na Imam Hussein amemtuma nini? Akaona afadhali akose mikono yake yote, na hata alipokatwa mikono yake aling'ang'ana na mabakio ya mikono yake na kifua chake kupiga makamama nini? Kile kiriba cha maji, kuhakikisha ataa lilwali, mpaka ifike wakati kwamba atakuwa hana lawama kwa nafsi yake. Sasa lile la yukallifu Allahu nafsan illa wusa, mpaka wakammaliza. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibun wal aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Mataman Hussein Anwar. Watoto wa Hauza kutoka Temeke juu, shukeni chini. Watoto wa Hauza kutoka Temeke. Labbaika ya Abbas, labbaika ya Abbas, labbaika ya Hussein. Shukeni dua, shukeni dua. Mosi nitatusimia taa. Ni huzuni kubwa ilowapata wote vipenzi na hasa dhuria. Ni huzuni kubwa ilowapata
wote vipenzi na hasa hasa dhuria, ni huzuni kubwa ilowapata wote vipenzi na hasa dhuria, kwa kuwa kipenzi ye Husaina, kwa kuwa kipenzi ye Husaina, ni Muharamu 10 miaka iliyopita, aliuliwa imamu na wake dhuria, na jangili adui wake jalia, na watu wote wawapendao dhuria. Ni Muharamu 10 miaka iliyopita, aliuliwa imamu na wake dhuria, na jangili adui wake jalia, na watu wote wawapendao dhuria. Ni katika Karbala tukufu, mji uliotahara maarufu, kwa kifo chake kipenzi wa watu, ni huzuni kubwa ilowapata wote vipenzi na sasa dhuria, ni huzuni